Katika makubaliano yao, Uingereza ilikubali kuilipa Rwanda ili wachukue wahamiaji kutoka Uingereza wanaowasili nchini humo kinyume cha sheria. Hata hivyo, ni wahamiaji 4 pekee waliokwenda Rwanda kwa ridhaa yao baada ya kuibuka changamoto kuhusu mkataba huo. Hatua hii inajiri baada ya mkutano wa wahamiaji uliofanyika mjini London, ambapo waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Veti Kopa akisisitiza sheria mpya kukabiliana na wafanyakazi haramu katika biashara ambayo italazimisha kampuni zote kutekeleza ukaguzi juu ya kufanya kazi na swala la wahamiaji. Tunaimarisha sheria zetu hapa Uingereza, kuleta nguvu mpya za kukabiliana na ugaidi ili tuweze kukamata simu, kuchunguza vitendo vya maandalizi, tunaweza kukabiliana na utumwa usio halali na wa kisasa, na kuanzisha amri mpya za usalama wa mpaka. Lakini tunajua kwamba kuimarisha usalama wa mpaka wetu kuna maanisha kufanya kazi na nchi zote za pande nyingine za mipaka yetu, sio tu kusimama kwenye ufuo wetu kupiga kelele baharini. Serikali ya Uingereza hata hivyo iliufuta mkataba huo kwa madai kuwa unapoteza fedha kwa walipa kodi na kuamua kusitisha malipo kwa Rwanda. Aidha, Uingereza inadaiwa kuwa iliomba Rwanda isidai awamu 2 za malipo iliyotakiwa kufanyika Aprili mwaka jana na mwaka huu, ambapo kwa kila awamu ilipaswa kulipa takriban pauni milioni 50. Rwanda imesema iko tayari kuyafuta malipo hayo ikiwa tu mkataba huo ungefutwa rasmi na masharti mapya ya kifedha yakijadiliwa, jambo ambalo halikufanyika. Katika miaka hivi karibuni, Rwanda imejiweka katika nafasi ya kuwa kituo cha kupokea wahamiaji wasiotakiwa kwenye nchi za magharibi. Mwaka 2022 ilisaini mkataba wa kupokea maelfu ya waomba hifadhi kutoka Uingereza, mkataba ambao ulifutwa mwaka jana na Waziri Mkuu Keir Starmer baada ya kuingia madarakani. Mimi ni Rajabu Msangi. FM.